Rais wa Marekani Donald Trump amemtetea Samia Suluhu huku akisema kwamba habari za CNN huwa za kugushi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika siku za hivi karibuni mjadala mpya umeibuka duniani kuhusu uhalali, uaminifu na wajibu wa vyombo vya habari baada ya kauli za zamani za Rais Marekani Donald Trump kuibuliwa upya kwenye mitandao ya kijamii kufuatia taarifa mpya uchunguzi zilizorushwa na CNN kuhusu mauaji ya ukiukwaji ya haki za binadamu nchini Tanzania wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025. Kauli hizo ambazo awali zilirekodiwa wakati wa kampeni za urais zilimwingiza tena madarakani Rais Donald Trump Marekani, na sasa zinapewa maana mpya huku watu wakitumia mifano yake kudai kuwa CNN inaweza kuwa na upendeleo au ajenda katika kuripoti masuala ya kimataifa. Kwa mara nyingine mjadala kuhusu vyombo vya habari na uaminifu wa habari umekuwa kitovu cha mazungumzo ya kimataifa. Tofauti na ilivyokuwa hapo awali, mjadala wa sasa hauhusiani tu na siasa za Marekani bali pia unagusa masuala ya Afrika Mashariki, hususan Tanzania ambako uchunguzi mpya umetikisa nchi na kufungua maswali kuhusu nafasi ya vyombo vya habari katika kufichua ukiukwaji wa haki. Video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii duniani zimeonyesha tena matamshi makali ya Trump dhidi ya CNN ambayo wakati huo yalionekana kama sehemu ya mikakati ya kisiasa ya ndani ya Marekani. Lakini baada ya kuripotiwa kwa mauaji, makaburi ya siri na vifo vya raia waliouawa na vyombo vya dola nchini Tanzania, taarifa hizo zimechukua sura mpya. Wafuasi wa serikali ya Tanzania na baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii duniani wanazitumia upya kauli hizo kuhoji usahihi wa ripoti ya CNN kuhusu matukio ya Tanzania. Wengine, hasa wanaharakati wa makundi ya haki, wanazitumia kama kioo cha kuonesha namna wanasiasa wenye mamlaka ulimwenguni hutumia hoja za kudhalilisha vyombo vya habari ili kukwepa uwajibikaji. Matokeo yake ni mgawanyiko mpya duniani kuhusu nani anastahili kuaminiwa, vyombo vya habari vya kimataifa au serikali zinazohojiwa. Na wakati akiwania urais, Trump aliweka ajenda kali dhidi ya vyombo vya habari vinavyopingana na misimamo yake, na CNN iligeuka alama ya kile ilichokuwa anaona kama upotoshaji wa taarifa. Alitumia kauli zilizoonyesha kutoamini taasisi hiyo, akidai kuwa taarifa zake husababisha mkanganyiko na kupandikiza mitazamo inayoendana na ukweli wa kisiasa na kijamii. Wakati huo, hoja hizo zilitazamwa kama mbinu ya kuimarisha uungwaji mkono katika ngome zake za kisiasa, huku mashabiki wake wakiziona kama njia ya kupambana na kile walichodhani ni upendeleo wa vyombo vya habari, na kwa upande mwingine wapinzani wake waliziona kama tishio kwa uhuru wa habari na uwajibikaji wa serikali mbele ya umma. Na hakukuwa na athari pana nje ya mipaka ya Marekani wakati huo, lakini baada ya uchunguzi mpya juu ya kauli hizo ziliwekewa uzito wa kimataifa katika mazingira mapya na yenye mkanganyiko kuhusu chanzo cha taarifa sahihi. Ripoti za CNN kuhusu Tanzania zimeibua madai ya vifo vya mamia hadi maelfu wakati wa uchaguzi, ikiwemo miili kupatikana kwenye maeneo ya burials za siri, ushiriki wa vyombo vya dola na matumizi ya nguvu zisizo za kawaida dhidi ya raia. Hii imeifanya dunia kuangalia upya historia ya machafuko ya uchaguzi nchini humo, na ushahidi wa picha, video na simulizi za manusura unatumiwa kuunga mkono hoja hizo. Kufuatiwa kuripotiwa kwa ripoti hizo, video za zamani za Trump zikisisitiza kuwa CNN mara nyingi inawasilisha taarifa zisizoendana na matukio halisi zimeibuka tena, zikisambazwa na makundi mbalimbali duniani, hususan katika maeneo yenye msimamo inayohusisha utawala wenye udhibiti mkali wa habari. Kwa baadhi yao, ripoti za CNN zinachukuliwa kwa upotoshaji wa kimataifa unaolenga mataifa fulani kwa misingi ya kijiopolitiki. Kwa wengine ni ushahidi wa nguvu wa vyombo vya habari kufichua mengi ambao mataifa yangeficha bila njia ya habari huru. Kutokana na maandiko ya mijadala iliyofufuka, kauli za zamani za Trump zimeunganishwa na mjadala mpana kuhusu ushawishi wa habari
katika siasa za kimataifa. Wakati Marekani ikijadili mgawanyiko wa kitaifa wa taarifa, mataifa mengine yanayokumbana na uchunguzi wa kimataifa kuhusu haki za kibinadamu yanapata mfano wa namna viongozi huweza kuunda simulizi dhidi ya vyombo vya habari ili kupunguza athari za ripoti zinazowaathiri. Na katika muktadha wa Tanzania, hali inawasilishwa kama mfano wa jinsi serikali inaweza kutumia upinzani dhidi ya vyombo vya habari vya kimataifa katika ushahidi wa propaganda ya kimataifa. Badala ya kujibu hoja za msingi kuhusu maadili, usalama wa raia na uwajibikaji. Kwa upande wa mashirika ya haki za binadamu duniani, mjadala huu ni kengele ya hatari kuhusu jinsi ujirani wa kisiasa kati ya viongozi wa kitaifa na mitandao ya taarifa unavyoweza kuathiri uchambuzi wa kimataifa kuhusu kiukwaji wa haki za binadamu. Ndani ya Marekani, mapambano kati ya serikali na vyombo vya habari yaligeuka sehemu ya utambulisho wa kisiasa badala ya mjadala wa kitaalamu kuhusu ubora wa uandishi wa habari. Hoja hiyo iligeuzwa kuwa kipimo cha uaminifu kati ya makundi ya kisiasa. Kati ya makauli hizo zilijenga taswira ya kiongozi anayepinga mitandao ya habari, anayoamini inalenga kuunganisha utawala wake, na wakati huo huo zikawafanya mashabiki wake kuona vyombo vya habari kama jeshi la kisaikolojia linalopambana na maslahi ya taifa. Haya yote sasa yanakisiwa kwenye mjadala wa Tanzania, ambako mfano wa Marekani unatajwa kama kioo cha kuangalia namna taarifa za kimataifa zinavyopelekwa katika mataifa yenye utawala wenye historia ya sheria kali za vyombo vya habari. Kwa sasa mjadala hauko tena kwa Trump wala hauko kwa CNN pekee, umehamia katika hoja pana zaidi kuhusu mustakabali wa taarifa. Je, ulimwengu unapaswa kuamini nani katika mazingira ambako kila upande unajenga simulizi linalojitegemea? Kwa Tanzania, hatua hii inaweza kubadili namna dunia inavyoisoma historia ya uchochezi wake ama uchaguzi wake. Kwa Marekani, ni mwendelezo wa safari ya taifa linalotafuta mizani kati ya uhuru wa habari na siasa zinazoitumia habari kama silaha. Kwa ulimwengu ni ukumbusho kwamba taarifa ni nguvu, na kila upande inapoitumia, ukweli unalazimishwa kupitia njia yenye mgongano, hofu na tafsiri nyingi. Huu ni uchambuzi kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa na uchambuzi wa kina. Zidi kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Na vile kumbuka kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi.